Karibu sana mtazamaji wa Bongo Headlines. Nipo na Captain Kizinga, captain wa mashabiki wote kama anavyojitanabaisha kwenye mitandao ya kijamii na kwenye majukwaa mbalimbali ya kimichezo. Kubwa zaidi ambalo tunakuja kuzungumza siku ya leo ni kuhusu sajili wa Peter Shalulile pale Young Africans. Mara baada kutangazwa kwa Peter Shalulile kwa wanachama na mashabiki wa Young Africans, imekuwa ni furaha kweli kweli, lakini wekundu wa Msimbazi wameshaibuka na kuanza kuongea maneno tofauti. Hii inaashiria nini? Kuchukua vichwa vya habari vingi kwa usajili huu, napo pia kunaashiria nini? Nipo na Captain Kizinga, naye ataniambia hapa mengi alionayo ambayo yanahusu klabu ya Young Africans na dirisha hili la usajili kwa namna ambavyo linashika hatamu mpaka hivi sasa kwa upande wa Young Africans. Captain Kizinga, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kwa niaba ya Peter Shalulile hatari. Yes. Vizuri. Ya, namshukuru Mungu niko vizuri, kwa salama, afya njema, furaha tele moyoni. Captain Kizinga, mara baada ya Peter Shalulile kutambulishwa kwamba atakuwa ni kijani na njano, vilio vimetokea upande wa pili. Wekundu wa Msimbazi na mashabiki wake tayari wameshaanza kuzungumza maneno kadha wa kadha. Kwanza, kwa usajili huu unampa asilimia ngapi GSM, unampa asilimia ngapi uongozi wa Young Africans, hasa kamati ya usajili? Kwanza niwapongeze sana viongozi wa Young Africans kwa uthubutu, viongozi wa Young Africans kwa kutuheshimisha, viongozi wa Young Africans kwa kuendelea kuwa na nia ya dhati ya kuhakikisha nchi hii inafika mbali katika viwango vya soka vilabu vyetu barani Afrika, kwa kuwa na mpango wa kuifikisha Tanzania mbali kwenye lamani ya mpira, kwa kuwa na mpango wa kuifikisha ligi yetu ya NBC kufika mbali zaidi, kwa sababu kama tumefikia level hii ya kwenda kumchukua mchezaji ghali kabisa barani Afrika, mchezaji ambaye namba zake ziko mbali kabisa barani Afrika, ni jambo kubwa sana. Hii milio unayoisikia inatoka kila kona, if you moment zimekuwa nyingi, ni kwa sababu tu Simba walimuhitaji Peter Shalulile, wamemkosa. Simba wamemhitaji sana Peter Shalulile, wakamkosa. Mimi nikwambie, Waswahili wanasema mwanamke mzuri mlembo, kama huna pesa utaendelea kumwita shemeji. Kwa hiyo Simba kwa kutokuwa na pesa, Peter Shalulile wamemkosa. Peter Shalulile ni shemeji yao. Peter Shalulile shemeji yao. Lakini amesikika Wilson Oruma, mwandishi wa habari huyo na mchambuzi wa masuala ya kabumbu, amesema ya kwamba kweli Simba walihitaji huduma ya Peter Shalulile, lakini mara baada ya kufikisha mezani kwa Steve Barker kwamba tunamhitaji mchezaji huyu, Steve Barker akashauri kulingana na umri wake, kulingana na kile anachokionyesha kwa hivi sasa performance, na kulingana na fedha ambayo wanaihitaji Mamelodi Sundowns, basi waachane naye, hatofaa kwenye mahitaji hayo kulingana na fedha ni kubwa, alafu kiwango chake hakikidhi fedha hiyo au thamani hiyo kwa hivi sasa. Young Africans tunasema kwamba wamekurupuka, ama wewe unaonaje? Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba usajili wa Simba msimu huu aliyehusika kwenye kusajili ni Steve Barker, kocha wa Simba? Kwa maelezo ya Wilson Oruma, maana yake usajili wa Simba msimu huu aliyehusika kwa 100% ni Steve Barker, si ndio? Kwa hiyo nataka kuniambia Steve Barker ndo amempointi na Chilambo? Pengine alikuwa anataka eneo lile aongezwe mtu, akaongezwa Chilambo. Kwa hiyo aliprove kwamba Chilambo ana deserve kuwa pale, kwamba katika mabeki wote aliowaona kwenye ligi ya ndani Chilambo ndo anafaa kuwa pale. Kwa hilo mimi sifahamu, lakini ninachojua maana yake ndio hivyo, kwamba kama unataka kutuambia kwamba Simba ni kweli walimtaka Peter Shalulile lakini kocha akakataa, maana yake kwamba kocha ndo anayefanya usajili. Hasa wewe na mimi tuulizane, au Oruma tuambie kwamba kama ni hivyo basi usajili wa Simba umesimamiwa na kocha mwenyewe, kwamba tunakubaliana wazi kwamba kocha ndo alimpointi Chilambo ambaye muda wote pale Azam alikuwa benchi. Kwa hiyo yeye wakati Chilambo akiwa benchi, yeye kamuona ni mali pale benchini pale, ni mali. Kwa hiyo akamchukua. Kwa wachezaji wengine wote waliokuwa wanacheza alikuwa hawaoni, kamuona Chilambo ambaye alikuwa analikalia benchi, kwa maana ya kwamba usajili ule yeye ndo ameupointi.
kuna vitu vingine wanatafuta namna ya kuwasaidia Simba na kuwa flavor na kuwatetea. Ukweli uko pale pale, Simba walimtaka Peter Shalulile, lakini uwezo wa kipesa walikuwa hawana. Uwezo wa mchezaji ni mkubwa, classic, hata player. Niambie wewe, katika wachezaji namba 9 bora barani Afrika, ukiambia nitajie namba 9 watano, Peter Shalulile unamwacha? Katika bara la Afrika unamwacha? Amefanya makubwa sana. Amefanya makubwa, namba zake ziko ni ndefu. Ukituambia kuhusu umri, wewe unaujua miaka yake. Cheti cha mama yake mzazi, cheti chake cha kuzaliwa unacho wewe Huruma wewe? Huruma cheti chake cha kuzaliwa nacho? Chama na Peter Shalulile nani mzee? Unajua hao wachambuzi ndio maana tunawaambia. Yaani kama kuna kitu ambacho wamekuja kuingia choo cha kike ni kwenye hii sekta ya kuzungumza kuhusiana na ushabiki. Tuachie sisi. Wewe kama ni mchambuzi baki kwenye taaluma yako. Huku kwenye ushabiki tuachie sisi. Mwachie Mandala, mwachie Kisugu, mwachie Mzee Saruti, tuachie sisi mashabiki. Wewe ni mchambuzi, simama kwenye uchambuzi wako. Peter Shalulile mzee, unamkokea moto wewe? Cheti cha kuzaliwa unacho? Chama na Peter Shalulile nani mzee? Peter Shalulile ndio 17 kabisa, kijana mdogo huyo hapa. Mimi nakwambia hao mabeki wao wanapaka bleach, anakuja kuwapima viwanja. Si unaona style yake ya kupima viwanja ile? Wapi Peter Shalulile? Peter Shalulile, welcome in Tanzania. Welcome Tanzania. Welcome Dar es Salaam Africans. Welcome. Bwana, mafansi tupo. Kazi yetu ni moja tu. Ukiweka tu na sisi tunakwenda kupima viwanja jukwani, kwa tunapigana pa. Mwisho wa siku mechi kisha umekuja kwa watu ambao tunaokotesha. Mechi kisha unakuja kuokota. Wewe andaa begi yako, ukija na begi pale sisi tunaweka tu. Hii ndio timu pekee ambayo mashabiki wake wako pamoja na wewe. Wale wanaosema hizi ni kampeni kuelekea uchaguzi na mkutano mkuu kama ilivyokuwa kwa Manzoki pale Wekundu wa Msimbazi, unawajibuje? Kampeni tunamfanyia nani? Pengine mnanogesha mkutano mkuu. Hizo kampeni tunamfanyia nani? Nogesha. Sawa, tunamnogeshia nani? Ulishaambiwa pale namba 1 hapingwi, hana mpinzani. Wana Yanga milioni 859 duniani ambao wana deserve kuchukua fomu ya kugombea urais wa Young Africans. Mamilioni ya wana Yanga ulimwenguni ambao wana hadhi na vigezo vya kuchukua fomu ya kugombea urais wa Young Africans wameshindwa kuchukua kwa sababu wanaona aliyokuwepo madarakani Engineer Harris amedeserve na anadeserve kuendelea kuwa mgombea wa urais kupitia kwa Young Africans. Si umeelewa? Wameshindwa, wamesema hapana, hatutachukua fomu kwa sababu Harris anatosha. Harris ana mpinzani? Ana mpinzani. Makamu wake wa rais? Ana mpinzani. Sasa hiyo kampeni tunamfanyia nani? Wajumbe? Nogesha. Kwamba na huyu atakuwepo. Hapana. Moja kati ya vitu ambavyo wana Yanga tumevipenda na tunafurahi kuwa navyo ni kuona tumempata rais ambaye ana mapenzi na timu yake. Sawa? Rais ambaye rais ambaye hana tamaa ya pesa. Yaani yeye tamaa yake ni ya mafanikio ya kuhakikisha Yanga inafika mbali. Achana na wale ambao wamepewa timu wanaangalia matumbo yao. Wengi kwenye ile timu ya jirani ni wachumia tumbo. Lakini kwetu sisi, Harris ni mtaalamu wa soka, anaujua mpira. Na siku Mankoba Ngati ikimpendeza, kama Peter Shalulile atakuwa hajisikii vizuri au Sheikh Ibrahim Toure hajisikii vizuri, amweke hata Engineer Harris pale, atakuonyesha uwezo wake. Wewe unajua uwezo wa soka wa Engineer Harris, mali mguuni ipo. Sasa huyu ni kiongozi ambaye mali mguuni ipo, ni kiongozi ambaye ana jicho la kujua huyu ni mchezaji, huyu yuko hivi, huyu yuko hivi, si ndio? Umeelewa? Sasa yeye anafanya scout ya kutusajilia wachezaji wazuri huku akishirikiana na benchi la ufundi. Sawa, tunaletea wachezaji wazuri. Sawa, nataka nikuulize kitu kimoja. Kocha wa Yanga Mankoba Ngati unamjua, si ndio? Alikuwa anafundisha wapi? Amepita vilabu vingi.
Ikiwepo hata Mamelodi Sundowns. Moja kati ya klabu ambayo amekaa muda mrefu ni Mamelodi Sundowns. Anamjua Peter au hamjui? Anamjua vizuri Peter Shalulile. Anawaambia Young Africans, nileteeni Peter Shalulile. Si umeelewa? Viongozi wanakaa chini, wanasema huyu Peter Shalulile tutamweza? Harris anafikisha salamu kwa GSM. Bana kocha Mankoba anasema nileteni Peter Shalulile. Wakati viongozi wa Simba wanasema tunamtaka Shalulile, kocha ambaye alikuwa anafundisha timu pale South Africa alikuwa anashika nafasi ngapi kwenye ligi? Kocha Steve Becker alikuwa anafundisha Stellenbosch. Nafasi ngapi ilikuwa? Mmoja kati ya kocha alioleta mabadiliko makubwa Stellenbosch. Hujanijibu swali. Stellenbosch alikuwa nafasi ngapi kwenye ligi South Africa? Msimu upi? Misimu yote aliyofundisha yeye. Becker ameleta mapinduzi makubwa, nafasi mpaka ya 4 alikuwa anakaa, ndio maana alikuwa na ushiriki wa kimataifa katika michuano ya. Alishawahi kuchukua ubingwa? Hapana. Hajawahi. Huyu tunayemzungumzia Mankoba Ngati hajawahi kuchukua ubingwa. Ameshachukua. Sasa kati aliyechukua ubingwa South Africa na wewe ambaye umetoka mbali huko kwenye nafasi nyingi, yani ni mfano tunamzungumzia kocha wa Yanga ambaye ameuchukua ubingwa mara nyingi, alafu kamzungumzia na kocha wa JKT. Kocha wa JKT anamkataa Peter Shalulile, lakini kocha wa Young Africans ambaye ndo kocha mkuu ambaye amevichukua vikombe mara nyingi anamtaka Peter Shalulile. Nani mwenye uweredi? Nani kocha hapo? Nani anayejua mpira? Wakati mwingine tuheshimu mpira. Peter Shalulile, what a striker. Tumepata sisi, ni mpima viwanja huyu. What a striker. Tukutane tarehe 12 atakuwepo. Na niwaambia tu kitu ambacho wengine mlikuwa mjui. Tayari tunajiandaa na kwenda kumpokea Peter Shalulile. Vigoma vyote vinavyopatikana katika nchi hii, jiandaeni wote kwa pamoja, tunakwenda airport. Hawezi kupokelewa kinyonge. Tunakwenda. Wana Yanga wote hivi. Lile paredi la Simba cha mtoto. Mambo ndo yako hivyo. Ndio yako hivyo. Shukrani sana captain. Asante sana.